Rais William Ruto ametia saini kuwa sheria mswada wa hazina ya kitaifa wa miundombinu na hivyo kuzindua hazina ya kitaifa ya miundombinu. Hatua hiyo, kulingana na kiongozi wa nchi, inaashiria mabadiliko makubwa katika mkakati wa maendeleo wa nchi. Akizungumza leo Machi 9 mwaka 2026, Rais alisema hazina hiyo itasaidia Kenya kufadhili miradi muhimu ya miundombinu huku ikipunguza utegemezi wa mikopo kutoka nje. Sheria hiyo inaweka mfumo wa kukusanya akiba za ndani ya nchi, hasa fedha za hazina ya pensheni, ili kusaidia uwekezaji wa muda mrefu katika barabara, reli, bandari, makazi, nishati na unyunyiziaji mashamba maji. Kulingana na Rais, Kenya inahitaji takriban dola bilioni 4 kila mwaka ili kukidhi mahitaji yake ya miundombinu, huku Afrika ikikabiliwa na pengo la ufadhili linalokadiriwa kufikia dola 80 kila mwaka. Ruto alisema hazina hiyo imechochewa na ajenda ya mageuzi ya kiuchumi ya bottom up ya serikali iliyolenga kupanua fursa za kiuchumi na kuhakikisha kuwa haki za kikatiba kama makazi, huduma za afya na elimu zinatimizwa kwa vitendo. Mradi wa kwanza mkubwa utakaofadhiliwa kupitia mfumo huu mpya utakuwa upanuzi wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Mradi huo unatarajiwa kupata takriban shilingi bilioni 20 kama mtaji kutoka kwa mfuko huo na wawekezaji wa taasisi za ndani. Mtaji wa kwanza wa hazina hiyo utatokana na mpango wa uorodheshaji kampuni ya serikali ya Kenya Pipeline katika soko la hisa la Nairobi, hatua iliyokusanya shilingi bilioni 106. Serikali inatarajiwa kuongeza dhamani ya kiasi hicho hadi mara 12 na hivyo kukusanya shilingi trilioni 1.2 kwa ajili ya miradi ya miundombinu. Ruto alisema mpango huo unaashiria mwanzo wa sura mpya katika ufadhili wa maendeleo ya Kenya kwa kutumia mtaji wa ndani kujenga maendeleo ya taifa. Kaka 254, Nairobi. No, and again it looks too exact to be real. We just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund, from the proceeds of the Kenya Pipeline IPO, will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest.